Ya, kwanza ni jambo la kuipongeza klabu ya Simba kwa sababu ni hatua ambayo inaonyesha dhahiri shahiri kwamba mpira wetu unakuwa. Mwaka 2023 Young Africans ilishawahi kufika fainali kwenye kombe hili la shirikisho, lakini unaona hakuna interval kubwa sana ya miaka mpaka Simba pia naye kufika. Unaona zamani kidogo kulikuwa na mazingira magumu ya vilabu vyetu vya Tanzania kufika hatua kama hizi. Mwaka 1974 Simba Sport ilishawahi kufika hatua ya nusu fainali ambayo ilicheza kwenye kombe la mabingwa kipindi hicho, sasa hivi naita klabu bingwa. Mwaka 1993 Simba Sport imefika fainali ikatolewa na Stella Abidjan kwenye fainali hapa Dar es Salaam, Tanzania, Dar es Salaam. Hii inakuonyesha namna ambavyo vilabu vyetu vilikuwa vinachukua muda mrefu sana kwenda kufika kwenye hatua kama hizi. Kwa hiyo binafsi Simba imefanya jitihada kubwa sana kwa miaka ya hivi karibuni. Unaona consistency yake ambayo imetengeneza ndani ya misimu 6, inafika hatua ya robo fainali kuanzia klabu bingwa mpaka kombe la shirikisho. So far ili struggle zaidi ya miaka 5 kufika kwenye hatua hii, lakini mtani wake ambaye ni Young Africans wakati ametoka kutoka kwenye hali ya dhaifu ili hali akaja akachopwa akafika kwenye hatua ya fainali. Tukumbuke hawa wapinzani wawili ni watani wa jadi. Kwa hiyo timu moja inavyofika kwenye hatua fulani, manake timu nyingine either kutakuwa na ukinzano, either kwa kubezana ama kwa kudhihakiana so far. Kwa hiyo unaona sasa, pamoja na jitihada za uwekezaji wa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa Simba Mohamed Dewji, pamoja na namna ya benchi la ufundi likiongozwa na Fadu Davis, pamoja na jitihada ambazo wamezifanya wachezaji wa Simba pamoja na management yote ya Simba, lakini pia kuna mchango mmojawapo ambao tunasema ni external influence. Hiyo external influence inatokana na mazingira ambayo klabu ya Young Africans ilishawahi kufika hatua ya fainali kwenye michuano kama hii. Kwa hiyo Simba ilikuwa inapigania kwanza rekodi yake yenyewe kwa sababu ishafika hatua ya fainali kwenye kombe la CAF mwaka 1993 so far. Kwa hiyo na kipindi hicho kulikuwa bado hakujafanyika mabadiliko ya haya makombe. Kwa hiyo baada ya kufanyika mabadiliko, Simba haihesabiki kwamba imefika kwenye hatua kubwa kama hizi so far. Kwa hiyo ilikuwa inaishaka rekodi yake yenyewe, lakini pili ilikuwa inamuonyesha mpinzani wake ambaye ni Young Africans kwamba kama wewe umefika na mimi pia nina uwezo wa kufanyaje wa kufika. Kwa hiyo kuna maendeleo makubwa sana ambayo mpira wa miguu wa Tanzania umekuwa, kwa sababu ukiangalia kwenye ranki tupo kwenye nafasi ya 6. Unaona kabisa ni namna gani ambavyo jitihada za kwanza TFF, bodi ya ligi, serikali kutoa mazingira wezeshi ya namna ambavyo timu na vilabu vyetu vinaweza vikashiriki kiurahisi kwenye mashindano makubwa kama haya. So far unaona kabisa tunasema ni motivation ama lile goli la mama. Pia nao ni moja ya chachu kubwa sana ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka mkono wake kwa ajili ya kutoa hamasa kwa hivi vilabu pengine viweze kusonga mbele. Okay, turudi kwenye mechi. Watu wameona umuhimu wa matumizi ya VAR kwa sababu mistake nyingi zilikuwa zinafanywa na zilikuwa zikitazamwa na VAR na kuhitimisha kwamba hii ni sawa na hii sio sawa. Hili unalizungumziaje? Kwa sababu ukifuatilia mechi nyingi sana ambazo ikiwa inacheza Tanzania, timu za Tanzania, matumizi ya VAR ilikuwa ni machache sana, lakini mechi ya leo VAR imetumika mara nyingi. Unalizungumziaje? Matumizi ya VAR ni msaidizi, unaita assistant referee. Kwa hiyo pale ambapo referee hawezi kuona kwa sababu ni tukio la nukta, ni tukio la sekunde. Kwa hiyo pale ambapo referee hawezi kuona, manake kunafanyika marejeo
ya kiteknolojia, namna ambavyo pengine kumetokea makosa ama pengine kulitokea sintofahamu ambayo imesababisha ama haikusababisha hilo tukio lifanyaje litokee. Kwa hiyo hizi pia nazo tunaona ni namna gani ambavyo kwenye mashindano ya kimataifa pia CAF ilivyojipanga kuona mshindi anapotoka ni mshindi ambaye anatoka kiuhalali na kihaki. Kwa hiyo sofa unaona kabisa katika mazingira hayo imeleta usawa, na kila timu baada ya mechi kuisha wameridhika ama wameridhishwa na matokeo ambayo yametokana na dakika 90 ambazo timu mbili zote zimecheza uwanjani. Okay, sawa. Simba kibarua ilichonacho ni kulileta kombe Tanzania. Je, unaiona wapi Simba kulingana na hizi mechi ambazo amecheza sasa, hii ya kuingia ya nusu finali ya kupambania finali? Unamwona wapi Simba katika kulipambania kombe kulileta Tanzania? Kila hatua ina strategy zake, ama tunasema ina mpango kazi wake so far. Ukiangalia mpango kazi wa mara ya kwanza wakati Simba inaanza kushiriki haya mashindano, target yao kubwa ilikuwa ni kufika nusu finali, ambayo wamefika na wamevuka so far. Kwa hiyo kama wamefika nusu finali na wamevuka, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba dakika 90 huwa zinachezwa katika maeneo mawili nje ya uwanja, namna ya kuandaa mazingira rafiki wezeshi mazuri, kwa sababu Simba inaanzia ugenini. Kwa kama Simba inaanzia ugenini, manake kule ugenini Simba inapaswa kuanza kujiandaa kumaliza mchezo wakiwa huko ugenini. Wakija hapa nyumbani wanakuwa wanafanya final touch kwa ajili ya kuweza sasa kuangalia namna ambavyo wanaweza wakalitoa kombe la shirikisho. So far mimi naamini inawezekana kwa Simba Sport, kwa sababu ukiangalia nyuma tayari Simba Sport ishacheza na AS Berkane na kulikuwa na matokeo ambayo AS Berkane ilipata kwao, lakini Simba nayo imepata hapa Tanzania. Kwa hiyo maana yake ni timu ambazo pamoja na ukubwa wa AS Berkane kwenye mashindano, lakini hizi timu zinajuana approach, falsafa na namna ambavyo wanaweza wakakutana kwa pamoja ili kuona namna gani ambavyo kila timu inaweza ikasecure kupata ubingwa. Mimi shilingi yangu nairusha kwa Simba Sport kuleta ubingwa wa shirikisho barani Afrika hapa Tanzania. Bwana, hizo baraka zako zitawafikia wana Simba Sport Club.